Ulimi unamshupa brother. Easy man mkongwe kabisa katika hili game, watu wanamfahamu vizuri kabisa, haina haja maelezo mengi. Brother vipi? Hapo hapo. Tingeli TV, sauti ya mtaa. Bwana brother, mtu ambaye una sifa kubwa sana ukiwa kwenye stage, hasa masteji makubwa kama haya, ukiachilia tu haya masteji ya Mwenge, masteji makubwa tunajua show zako, ni moja msanii ambaye una pumzi kubwa sana. Nini siri ya uwezo wako kuendelea kubaki pale pale? Ni kujibana tu, kuacha starehe za kijinga jinga. Mazoezi asubuhi, sio lazima uimbe hata kucheza. Ushanifahamu? Unajua vijana sasa hivi sisi zamani kwa tunaita wapenzi, wao wanaita chula. Kwa hiyo vijana sasa hivi wanafungia sana chula. Chula anakata pumzi mzee. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia tu kujibalance, watu wanasema wacheza mpira na watakiwa kufanya hivyo vitu, lakini hata wasanii hawatakiwi kufanya hivyo vitu kwa sababu ya kutunza pumzi na sauti yako. Amevamia mapenzi kama cha umeweka mpenda mwizi, tena mapenzi haya siku hizi, mapenzi ya doa na mishairizi. Unajua maisha asimoja akafeli, nikamwambia yatakwisha. Dombolo, yes solo, dombolo, yes solo. Wewe usiogope kudhalilika dada, wewe sio wa kwanza mama, wengi walishapita nyuma, waliachoka kudhalilika sana bwana, basi uvumilivu kidogo. Nasikia kidogo kipya, mimi nimeonyeshwa tu. Tueleze pia katika kazi yako hiyo mpya na mapokeo yako vipi? Namshukuru Mungu. Kazi zangu mpya zimeenda vizuri, sio kazi yangu, ni kazi zangu, kwa sababu na nyimbo mpya tatu na Garagara na Siawezi na Sasampa na zinaenda vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaenda sawa, lakini pia kinachosababisha mpaka mashabiki wanakuwa wakusahau, cha kwanza ni aina ya muziki wako unaofanya. Ninafanya muziki ambao hauwezi kufa, yaani inawezekana nikatoa nyimbo leo isiiti kaiti miaka 3 inafuata, kwa sababu muziki wangu hauwezi kufa. Muziki wangu mimi nikitoa, ukikutana na makelele yenu utasubiri makelele kisha atashuka chini, muziki wangu utabaki pale ulipofika na kuendelea, kwa sababu najua ninachokifanya, sikusomea, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ananibali na mambo mengine yote yanaenda alhamdulillah. Wanasema wewe ni msanii ambaye pia una utunzi mzuri sana, na tunajua na tunaona ngoma zako nyingi sana, na katika ngoma hizi, kwa sababu tushazoea ngoma za Juma, una ngoma fulani za simulizi, umeona bwana, na kwenye ngoma hizi pia bila umebadilika kidogo, kama hivyo umesema na Garagara, kuna sasa kuna nyingine Siawezi, nimeimba na Shema Shama, zote ziko na mfumo ule kama za simulizi fulani. Mfumo wangu kuna hisia, inawezekana ikawa kwa hisia kuna baki pale pale, lakini aina ya muziki inaweza nikafanya kitu kingine, lakini naweza kuimba hata bolingo lakini nikahadisia, naweza kuimba bongo flavor nikahadisia, naweza kuimba hip hop nikahadisia. Nipo kwenye singeli, unajua sasa hivi na matabaka karibu 4 5 kabisa. Kwa hiyo kila ninachokifanya na hadisia, kwa sababu naamini kwenye kuhadisia kunafanya watu, kila mtu hapa alipo huko nyuma ameacha historia kabisa, yote unameshaanza kukutana kuma. So yani katika historia yake ukimhadisia lazima atapenda, hata kama ana kumbukumbu. Ukimwambia wewe hapa lakini wewe hujatambaa, ulipokaa chini tu kasimama ukatembea, wewe ulikuwa unatembelea makoti na hicho ndio kitu ambacho mimi nimekiona kwenye muziki wangu, ndio maana halisia. Na swali lingine, umeoa? Na mimi na watoto 6. Umeoa? Watoto 6 ni mwanadaje kama 6? Inawezekana vijana tunajua bwana, unaweza kuwa na watoto konda msio vile vile.
Umeona bwana, kweli bwana. Mimi nikushukuru brother, na nasema tu kwamba kwa niaba ya mashabiki, watu walikuwa bado wanatamani kuona kazi zako kila siku. Hii kiweka gap hii, kuna watu wengine unajua wanasema sasa brother vipi, yani kama gap ilikuwa kubwa zamani, wewe ulikuwa ukiachia kazi mpaka nyingine zilikuwa zinakutoka kwamba bwana vipi. Sasa naona hapa kipindi cha kati gap ilikuwa kubwa sana, hatujajua shida ilikuwa nini, labda tutuambie. Na kwenye kazi zako hizi ambazo watu surprise, nadhani walikuwa wanatamani sana kujua mengi. Unajua mimi nilipokana mwalimu, tabia yangu sipendi makelele. Kuna katikati makelele alikuwa mimi, nikawa nikienda kwa chapa wazazi wao watalalamika, nikaamua nikae kimya ili wapige makelele, wakimaliza wanataka kusoma tu. Kwa hiyo hapo wanapiga makelele. Hapa katikati makelele yalikuwa mengi sana, kwa sababu haiwezekani kama nyimbo haimalizi kweli, watu wameisahau. Sio nyimbo, haya ni makelele. Nyimbo inatakiwa iishi. Wewe unajua kasoro wewe. Ndio. Kwa hiyo sijaimba, lakini ningeimba unaona mkitungia mka. Kabisa. Si unanielewa? Hiyo ndo maana ya nyimbo. Kasoro wewe mpaka leo utaona ambaye kashamba ina miaka 19. Lakini ukipiga bado watu wanaamka. Tunapozungumzia Diko ina miaka 9. Ukipiga watu wanaamka. Ndio ina miaka 7, ukipiga watu wanaamka. Yaani hivyo vitu tunavyofanya, maana yake unafanya muziki unaoacha kuishi. Umeelewa? Ndio wewe unakufa, akaunti yako ya YouTube haitembelee. Wanakiona unakufa inakuwa kama mzee Marekani. Umeelewa? Akilia wakienda kuimba kopi kwenye mabawa na kuimba wanafanya muziki. Lakini tukio tunapiga salama, ukisikia sijui Singeli TV, sauti ya mtaa.